huyu mlezi wa kanda hii ndugu Lema, niliona jana kama alijaribu katika matamshi yake kufanya uzushi mkubwa, na ambao uzushi ule ulizilenga mamlaka za juu. Akajaribu kuaminisha watu kwamba mheshimiwa waziri mkuu na mheshimiwa rais kwamba kuna mambo hayako sawa, lakini akajaribu kutaka kuaminisha watu kwamba huyu hawezi kula chakula kinachotoka huku, huyu hawezi kumpa huyu maji akanywa. Sasa matamshi ya namna ile, kwanza ni uongo mkubwa, huo ni ukweli, ni uongo mkubwa. Lakini la pili, unaiona dhamira mbaya iliyomo ndani ya matamshi kama yale na hoja za namna ile, ambayo ni dhamira inayo kusudia kwanza kutengeneza uchonganishi wa aina fulani, lakini la pili kujaribu kuaminisha umma kwamba kuna mpasuko ndani ya serikali. Lakini la tatu, hoja ile inaegemea kujaribu kujenga jamii na umma unaowasikiliza kutoheshimu mamlaka. Kwa hiyo ni kama Lema anafundisha watu namna ya kutoiheshimu serikali, anafundisha watu namna ya kutukana viongozi na kuwadharau viongozi. Anajaribu kuonesha vyeo vya watu kama ni si chochote, lakini bila kukumbuka kwamba wale wamechaguliwa na nchi yetu inaendeshwa na katiba. Uchaguzi kwa namna yote, kwa mtazamo wote watakavyokuwa wanaeleza wao, lakini uchaguzi ulifanyika. Rais wa nchi aliapa na akaapishwa, na jamii ya kimataifa, jamii ya ndani na nje inatambua Tanzania ziko mamlaka kamili za serikali ambazo ni rais, na mamlaka zake ni mamlaka kamili ambazo zinatambuliwa na dunia. Sasa mimi nashindwa kuelewa uzito wa Lema na kundi lake, na wao wanatumia kigezo gani hasa cha msingi ambacho kinawaaminisha kwamba kwanza wanaweza kuwa juu ya kila kitu, wanaweza kuibagaza mamlaka yoyote, wanaweza kumtukana yeyote, lakini wanaweza kumfundisha yeyote namna gani anaweza kuwa mtovu wa nidhamu kwa serikali, kufundisha watu namna ya kutukana viongozi. Sasa mwelekeo wa namna hiyo ni mwelekeo ambao kwa kweli si sahihi hata kidogo, na nadhani hata katika maadili ya vyama vya siasa na maadili ya viongozi, mimi sioni wapi ukipitia ambako kunaruhusiwa kiongozi wa chama cha siasa kusimama ndani ya jukwaa akaanza kufundisha umma namna ya kutukana viongozi, namna ya kuwadharau viongozi, na kawataja viongozi kwa majina yao, na kawazushia viongozi mambo ambayo hayapo, kwa sababu kuna vitu anavizungumza Lema, lakini hata wengine ambavyo kwa kweli ukivisikiliza kiundani, hata yule anayekaa pale kwenye zile ofisi zenyewe, yule mwenyewe aliyoko kule jikoni, anaweza kabisa asiwe na ushuhuda wa hilo. Kwa sababu unaposema mtu huyu hawezi kumpa huyu maji akanywa, wapi wewe unapata ule ushahidi wa hilo? Yani wewe je, unaishi Ikulu? Wewe unaishi kwa huyu kwa ofisi ya makamu wa rais? Wewe unaishi kwa waziri mkuu? Yani unayo research ipi unayoweza kuthibitishia umma kwamba huyu hawezi kuchukua cha huyu na huyu hawezi kuchukua? Yani unatumia kigezo gani kama si kutaka kuaminisha watu, kama si kutaka kugombanisha jamii, lakini kama si kutaka kuvunjia heshima mihimili ya nchi? Na kwa sisi kwa kweli, mimi hoja kama hizi, kwa sababu zimetolewa katika mkoa wangu, siwezi kwa kweli kuziacha zikapita. Kwa hiyo ni hoja na matamshi ambayo yana makusudio ya mabaya, yanakusudia kufundisha watu usugu wa kuheshimu serikali, yanavunjia heshima viongozi wetu wa kitaifa, lakini la tatu, yanahamasisha tabia fulani ya umma kujielekeza katika misingi ya vurugu,
na kuona kwamba watu wanaweza kufanya lolote kwa kiongozi, kwa sababu unaposema huyu si chochote si lolote, manake yule unayemwambia unamfundisha kwamba naye awe hivyo, wasiheshimu serikali, wasifanye lolote, wafanye vurugu. Sasa hatuwezi kuwa na mfumo wa viongozi na aina na vyama vya siasa ambavyo vinaendelea kufanya jukumu la kuhakikisha nchi haitulii, nchi haitawaliki, lakini njama hizi pia ni njama kama za kuendelea kutaka kuiumbisha serikali na kuifanya hadhi ya serikali kwenye macho ya jamii iendelee kushuka. Kwa hiyo sisi Chama cha Mapinduzi mkoa wa Dodoma tunakemea sana matamshi aliyoyatoa ndugu Lema na matamshi mengine yaliyotolewa siku ya jana ambayo yanafanana na hayo, ambayo kwa kweli si makusudio ya ule mkutano, si sehemu ya kufanya chama chao kiwe imara zaidi. Mimi nilidhani kwamba pengine wangelihamasisha wanachama wao namna ya kujiunga na chama, wangelihamasisha wanachama wao namna ya kujenga itikadi yao, wangehamasisha wanachama wao namna ya kuwa na nidhamu katika ya viongozi, wangefundisha wanachama wao namna ya kujenga uchumi wa chama chenyewe, ambacho wao wenyewe jana wameeleza kwamba chama kiko hoi. Sasa mimi sikusikia hoja inayoeleza kwamba wataondoaje uhoi wa chama ili kiweze kujitegemea. Mimi sikusikia hoja ya kueleza namna gani jumuiya zao za vijana badala ya kuondoka kwenye kuwa jumuiya za kutengeneza matusi na kutukana watu kwenye mitandao na kukashifu watu, zikawa jumuiya za kujenga fikra za vijana katika kuleta maendeleo yao na maendeleo ya taifa, badala ya kuhamasisha kwamba wanawezaje kuondoka kwenye wanachama hao walionao 500,000 kwenye mfumo wao ule, angalau wakawa hata wanachama hata 2,000,000. Chama kinachosema ni chama kikubwa cha upinzani ambacho kwa kweli mimi Lema au yeyote katika Chadema akiniletea mfumo wao wa chama unaoonesha usajili wa wanachama unaoanzia angalau 1,000,000 wanachama walionao kabisa kwenye usajili wao, mimi kwa kweli nitajikosoa katika hilo. Lakini ninayo imani na naamini kwamba Chadema kwa ujumla wake haina hata wanachama 1,000,000 ile wasajili. Sasa kazi kubwa ambayo ya mikutano hiyo wanayoifanya ilipaswa pengine ijielekeze katika hiyo namna ya kuimarisha mifumo yao, lakini isiwe mikutano inayohamasisha watu kuvunja sheria na kutowaheshimu viongozi, jambo ambalo kwa kweli kama wananchi wa Dodoma, lakini kama Watanzania, hakuna anayependa kuona nchi inaingia kwenye misukosuko tena. Hakuna anayependa kuona nidhamu ya kijamii inaporomoka kwa sababu ya watu kufundisha watu kutoiheshimu serikali. Lakini jambo hili la viongozi wa vyama vya siasa, hasa katika operesheni zao hizi ya kusimama, wakawa ajenda kubwa ni kutukana viongozi wa taifa, ikawa ajenda yao kubwa ni kuwabagaza na kuonesha kuzusha vitu ambavyo ukimuita alete ushahidi wa hilo hawezi kuuleta, lakini wakayaminisha jamii kwamba iko migogoro, iko hivi, ili mradi tu kuondolea taswira na heshima serikali na kuitikisa. Jambo hili kwa kweli halikubaliki, na nafikiri halipaswi kuendelea katika mwelekeo huo. Tunaamini katika demokrasia, tunaamini katika uhuru wa watu kujieleza, tunaamini katika uhuru wa watu kuchangamana, lakini tunaamini katika ujenzi wa hoja. Sasa hoja za ndugu zetu hawa, hoja za hawa wanaojiita wa demokrasia, nadhani hazipaswi kuwa hoja za kuharibu kila ambacho tunacho. Tunaweza kulinda tulichonacho. Sasa watueleze tunaweza kutokaje hapa. Leo tuna uchumi wa pato la taifa unapindukia zaidi ya dola bilioni 100 za Kimarekani. Watueleze kwamba wao wakishika kwa mfano nchi hii wanawezaje kufanya nini na nini ili tukawa labda na uchumi unaopindukia labda dola bilioni 500 labda ndani ya miaka 10. Hizo ni hoja za maana ambazo mtu akizileta. Watueleze kwa mfano wao wakikabiliana maana wanawezaje labda kuondosha changamoto, labda kama wanaeleza changamoto ya miundombinu, wao wanaweza kufanya nini katika eneo la miundombinu, kwa staili gani, kwa mapato yepi, ili miundombinu iwe bora. Wananchi wangelipenda kusikiliza maneno kama hayo yenye mwelekeo huo. Lakini hiki ambacho nimekisikia jana katika mkutano uliofanyika hapa viwanja vya Mtekelezo, kwa kweli si sehemu
ya mwelekeo sahihi, na nadhani wanapaswa kujisahisha na kuepuka mwelekeo na matamshi ya namna hiyo.